Na mtazamaji, hali ya taharuki na sintofahamu yatanda huku ripoti za hivi punde zikionyesha kwamba Humphrey Polepole ameweza kutekwa nyara na watu wasiojulikana na alama za damu zinadaiwa kuonekana nyumbani kwake. Baada ya utekaji nyara huo, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina. Kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi, Tanzania imeingiwa na hofu na sintofahamu kufuatia taarifa za kusikitisha kwamba mwanasiasa maarufu na balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole anadaiwa kutekwa nyara nyumbani kwake Bahari Beach, Dar es Salaam majira ya saa 12 Oktoba mwaka huu 2025, huku habari za utekaji nyara wa Polepole zikienea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Hali ya anga katika taifa hiyo ilibadilika kutoka udadisi hadi kwenye hali ya wasiwasi, huku wananchi wakidai majibu na uhakikisho kutoka kwa mamlaka. Kulingana na ripoti za awali, utekaji nyara wa Polepole ulitokea katika mazingira ya kushangaza usiku sana ama alfajiri. Maelezo yalianza kuibuka mtandaoni asubuhi. Video na picha zinazodaiwa kuchukuliwa katika eneo la tukio la utekaji zimesambaa kwa wingi zikionyesha chembe za damu sakafuni na kuzua hofu kwamba mapambano yanaweza kutokea wakati wa kutekwa nyara kwake, na hiyo ikasababisha majeraha, ingawa uhalisi wa taswira bado haujathibitishwa. Kwa kujitegemea, kuenea kwao kwa haraka kumeongeza hali ya hofu inayozunguka kesi hiyo, na habari hizi ambazo ni za kutatanisha. Kutekwa nyara kwa mtu maarufu kama huyo Humphrey Polepole kumeibua mjadala wa umma juu ya usalama wa kibinafsi nchini Tanzania, haswa kwa wanasiasa ambao hivi karibuni wametoa maoni yenye utata au kuchukua misimamo mikali ya kisiasa. Wanafamilia wa Humphrey Polepole wamethibitisha madai ya utekaji nyara, jambo linalozidisha wasiwasi wa kitaifa. Mdogo wake Godfrey Polepole amekiri hadharani kuwa familia hiyo tayari imesharipoti kituo cha polisi Mbweni na sasa inasubiri kwa hamu hatua rasmi. Wanafamilia wanasemekana kufadhaika na kuhangaika, wakitaka uingiliaji kati wa haraka ili kuhakikisha kurudi salama kwa mpendwa wao. Habari za kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole zilipoenea, marafiki, wafanyikazi wenzake na wafuasi walianza kueleza wasiwasi wao mtandaoni, huku wengi wakiwataka watekelezaji sheria kujibu haraka na kwa uwazi. Udhibitisho wa familia umegeuza kile kilichoanza kama uvumi kwa dharura ya kitaifa na kuweka shinikizo kwa mamlaka kutoa sasisho wazi na za kuaminika. Licha ya mvutano huo kuongezeka, polisi wamekaa kimya bila kutoa taarifa rasmi kuhusiana na tuhuma za kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Kukosekana huku kwa mawasiliano rasmi kumechochea uvumi ulioenea na kuongeza kutoaminiana kwa umma. Watanzania wengi sasa wanahoji iwapo ukimya huo unaashiria jitihada za makusudi za kuficha maelezo au tu kasi ya tahadhari ya uchunguzi unaoendelea. Katika mazingira ambayo tayari yamekumbwa na mvutano wa kisiasa, ukosefu huu wa uwazi umefanya utekaji nyara wa Polepole sio tu janga la kibinafsi, lakini mazungumzo ya kitaifa ambayo inagusa kiini cha imani ya umma katika vyombo vya usalama vya nchi. Sehemu ya kile kinachofanya utekaji nyara wa Polepole usitulie ni historia yake hivi karibuni ya kisiasa. Miezi mitatu tu iliyopita, Julai mwaka huu, alijiuzulu wadhifa wake kama balozi wa Tanzania nchini Cuba. Tangu kujiuzulu kwake, Polepole alizidi kujitokeza katika ufafanuzi wa masuala ya kisiasa, akitoa kauli kadhaa zilizoibua mjadala kuhusu utawala bora, sera ya taifa na uwajibikaji wa uongozi. Wachunguzi wengi sasa wanashangaa iwapo kutekwa nyara kwake kunachochewa kisiasa au kunahusishwa na matamshi ya umma. Uwezekano kwamba utekaji nyara wa Polepole unaweza kuwa na mwelekeo wa kisiasa umeibua hofu zaidi, na hivyo kutaka uchunguzi huru ufanyike ili kuhakikisha kuwa swala hilo halishughulikiwi kwa upendeleo au kwa usiri. Kadiri uvumi unavyoongezeka kuenea, mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wamejiunga na mazungumzo, wakizitaka mamlaka kuchukua hatua haraka na kwa uwazi. Watetezi kadhaa wa haki za binadamu wamesisitiza kuwa kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole kunawakilisha ongezeko la hatari katika kile kinachoonekana kuwa mtindo unaokuwa wa vitisho na hofu katika maisha. Wanasema kuwa kila raia, bila kujali mfungamano wa kisiasa, anastahili kulindwa chini ya sheria. Ukimya kutoka kwa vituo rasmi, wanaonya, unaweza kusababisha hali ya kutojali ambayo inaweza kutia moyo vitendo kama hivyo katika siku zijazo. Wanasisitiza kwamba kesi ya Polepole lazima ichunguzwe kwa kina na mawasiliano ya wazi kwa umma katika kila hatua. Wachambuzi wa masuala ya usalama pia wameanza kupima uzito huo, wakielezea utekaji nyara wa Polepole kuwa ni jambo linalogonga moyo wa usalama wa taifa. Buyobe, mchambuzi maarufu wa masuala ya usalama na siasa, alisema matukio ya aina hiyo yanapohusisha watu wenye uzoefu wa kisiasa na kidiplomasia yana uwezo wa kuondoa imani ya wananchi kwa taasisi za serikali.
serikali. Wachambuzi wana wasiwasi kwamba wakati na asili ya utekaji nyara wa Polepole inaweza isiwe ya kubahatisha na inaweza kuakisi mapambano ya kina ya mamlaka au juhudi zilizoratibiwa za kunyamazisha sauti za wakosoaji. Wametaka mapitio ya kitaifa ya mfumo wa usalama wa nchi, wakisema kuwa kuwalinda watu wenye hadhi ya juu kunapaswa kuwa sehemu ya dhamira pana ya Tanzania katika utawala wa sheria na utulivu wa kidemokrasia. Kadiri maelezo yanavyoendelea kujitokeza au kushindwa, hali inayozunguka utekaji nyara wa Polepole imekuwa ya wasiwasi unaoongezeka. Raia wa kawaida wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kutaka kuchukuliwa hatua, huku tagi za reli ama hashtagi zikitaka aregeshwe akiwa salama katika anga za mtandaoni za Tanzania. Baadhi wameshiriki hadithi za kibinafsi za kupendekeza kwa miaka ya utumishi wa Humphrey Polepole, wakati wengine wametoa hofu kwamba tukio hilo linaweza kuashiria historia ya kutisha kwa vitisho vya kisiasa. Kutokuwa na uhakika kuzunguka aliko na hali yake kumezua hali ya pamoja ya wasiwasi na hofu ambayo inapita migawanyiko ya kisiasa. Wakati huo huo, waandishi wa habari na wanaharakati wameitaka serikali kuvunja ukimya wake. Wanasema kuwa kuendelea kukosekana kwa taarifa rasmi kuhusu utekaji nyara wa Polepole kunahatarisha kudhoofisha uaminifu wa taasisi za serikali na kuhimiza uvumi ambao unaweza kuvuruga utulivu wa umma. Wameitaka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kutoa taarifa za kweli, hata hivyo ni chache, ili kuwatoa hofu wananchi. Kulingana na wao, uwazi sio tu wajibu wa kimaadili lakini hitaji la kitaifa wakati wa kushughulikia kesi za ukubwa huu. Utekaji nyara wa Polepole kwa hivyo umekuwa shida ya usalama na mawasiliano, kujaribu uwezo wa serikali wa kusimamia habari katika enzi ya mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, majirani na watu walioshuhudia tukio hilo kutoka eneo la Bahari Beach, Dar es Salaam wameanza kushiriki akaunti za matukio ya ajabu wakati wa usiku wa utekaji nyara wa Polepole. Baadhi wameripoti kusikia kelele na kuona magari yasiyofahamika karibu na mali hiyo, ingawa hakuna aliyeweza kuthibitisha utambulisho wa waliohusika. Ripoti hizi ambazo hazijathibitishwa ingawa ni za hadithi mitandaoni zimechangia katika masimulizi ya upangaji uliokokotolewa badala ya uhalifu wa nasibu. Mtazamo huu umeongeza wito wa uchunguzi wa kitaalamu na kijasusi kubaini ukweli wa kutoweka kwa Humphrey Polepole. Wengi wanaamini kwamba ni uchunguzi wa wazi ama wa uwazi tu na uliothibitishwa ama uliohakikishwa vizuri unaweza kurejesha hali ya usalama na amani iliyotikisika ya umma. Masaa yanavyozidi kuwa siku, taifa linaendelea kushikilia pumzi yake. Utekaji nyara wa Humphrey Polepole umekuwa zaidi ya tukio moja, ni kioo kinachoonyesha udhaifu wa uaminifu kati ya wananchi na serikali. Sauti mashuhuri kutoka katika wigo wa kisiasa zimejitokeza kulaani tukio hilo na kuliita kuwa ni shambulio la haki za msingi za binadamu na ukiukaji wa mfumo wa demokrasia ya taifa. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii kuhusiana na kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Vilevile like, alafu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, itakuwa imenisaidia kwa sana. Vilevile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.